imekamilika. Sasa anaweza akakaushwa, kuchukua kitambaa akafutwa uso, akafutwa kichwa, nywele zikakaushwa kwa maji, ikawa taulo. Inawezekana taulo, hakuna mushkil kabisa. Ikishakuwa hayo yamekamilika, mwili wake sasa tayari ushakuwa tayari kwa ajili ya kuoshwa. Kinachofanyika hapa ni nini? Ni kumtia sanda, kumvisha sanda. Sasa katika kumvisha sanda, naomba tutazame Ustadh Ramadhani. Naam. Njoo tutazame. Naam, kama kuna swali? Ndio. Hapana. Ndio fiki hiyo. Lakini fiki ya Ahlul Bayt hairuhusu kabisa. Kwa sababu kuna kitu kama hichi cha kuweza kutumia. Hii ndio haifai. Kuna nyingine hapo? Ndio, hata hii haifai. Tatitisha. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Kuna swala. Ndio. Yaani hii Tuone hii naona. hii sanda lazima iwe nyeupe. Inaweza ikawa ya yellow. Complete. Jamaa wale ambao mmekuja sasa hivi, ni kwamba leo tulikuwa tumepanga kuwa na darsa la kufundishana namna ya kumtayarisha mwenzetu pindi anapofariki. Sasa tutamaliza muda si mrefu, tuanze shughuli yetu hii. Okay. Sasa imetosha. Wakati wa kumvika sanda maiti panahitajika nguo zenye vipande vitatu. Kipande cha kwanza ni kikubwa ambacho kinafunika mwili mzima. Sasa hichi cha mwisho kinakuwa mara nyingi ndo cha kwanza kinachowekwa pale tunapomtayarisha mwenzetu. Tujalie hichi ndo kipande chenyewe. Kwa hiyo sasa hichi kitakuwa ndo cha weke hivi ama hivi. Weke hivi kwanza. Vipande ni vitatu. Aiwa. Hapo iko sawa sawa. Sasa hiki tukiweke kwa urefu. Sasa Ramadhani usiondoke bwana. Tawafu na bata. Sasa wakati tunapomtayarisha mwenzetu, vikitayarishwe vitambaa ready inakuwa ni rahisi. Kile kikubwa ambacho ndo kinachofunga mwili mzima kinatakiwa kiwe cha kwanza katika kuviandaa. Kwa hiyo hichi ndo cha kwanza kitawekwa hapo. Halafu kipande cha pili ni kinachoitwa kanzu, ambacho kinavalishwa kuanzia kama mimi kanzu yangu nilivyovaa. Sasa hii ndo inakuwa kipande cha pili, kitakuwa hichi ndo cha juu ya hiki ambacho kikubwa. Sasa mtaona hapa tayari imeshakatwa yeye. Yaani hapa ndo kichwa kinapoingia. Sasa tutakiweka sehemu ya pili namna hiyo, na wakati wa kukitayarisha Ustadhi, mwanamke na mwanamume zote sawa sawa, inakuwa hivyo sawa sawa. Mwanamume anavaa kanzu na mwanamke anavaa kanzu. Ndio Kiswahili kama kuna kanzu ya mwanamke na kanzu ya mwanamume. Sasa kanzu pia tunaitayarisha hichi cha juu tutakiroll. Sawa sawa. Ili kichwa kikija kikilazwa kiingie hapa, alafu tena utakuwa ni kiasi cha kurekebisha. Unasema hiyo cha pili ni size ya kanzu, ya kwanza ya kufunika mwili wote mzima. Kwa urefu wa mtu. Sasa hii tayari tumeweka kanzu. Hii Kiswahili wenyewe wakijitayarisha tu na mita kwa hakika la inahitajika papimwe mtu ule urefu wake au unene wake na vitu kama hivyo. Halafu sasa cha tatu ndio kinakuwa cha kwanza.
Hii inakuwa kwa maneno ya Kiswahili wanaita kikoi. Kikoi cha mwanamke, kikoi cha mwanamume. Na kikoi kinakuwa mahala kama hapo hivyo. Kinawekwa namna hii. Katikati. Kabisa kinakuwa kama kikoi. Sasa, tukiwa tutaleta mwili, kabla ya hapo kuna vitambaa vya ziada. Hivi vitatu ni lazima. Cha kwanza nini? Kikoi. Cha pili, kanzu. Cha tatu, shuka ya kumfunika mwili mzima. Hivi ni lazima kwa mwanamke na mwanamume. Kuna vitambaa vya ziada. Vya ziada sasa vinakuja tunasoma jamaa. Tuite ni nguo ya kumstiri, yani anayovaa kama kaptura. Inaitwaje? Winda. Sasa hii winda au suruali fupi itakuwa imewekwa hapo namna hiyo. Sawa sawa? Hii imekuwa hivi. Kwa mwanamke na mwanamume. Hii ni mustahab, si lazima. Vya lazima vipande vingapi? Vitatu. Na ndio Kisuni wakasema maguo matatu. Lakini Ahlul Bait ni nguo tatu zinazokuwa na majina mahsusi. Kikoi, kanzu na shuka. Sawa? Sasa tumeleta hii ya mustahab ambayo itakuwa amevaa hapa katikati. Sasa hii tukishaitayarisha itawekwa na pamba, cotton. Mwili sasa umeletwa. Tayari ushakaushwa, unakuja kuvalishwa sanda. Tunaulaza hapa. Mgusi utakuwa hapa na hapa hivi. Kwa hiyo sasa hapa kuna pamba ambayo atakuwa amewekewa katika sehemu zake za siri. Ile pamba ikishakuwa, na kumbukeni katika kipindi chote hicho anatakiwa astiriwe sehemu zake za siri zisionekane. Sasa kishaletwa hapa ile kanga kwa mfano utaulo ile kuweko juu, wakati naondoka amewekewa pamba moja kwa moja hiki kipande ambacho ndo cha kumfanyika umekitaje? Winda. Haya atakuwa amefungiwa namna hiyo. Sawa? Sasa si lazima iwe exactly yani the same na nini. Tuseme kwa mfano hapo na hichi cha juu kimekuja mpaka hapo sawa sawa, imeshatimia. Sasa tumeshamweka hapo, kichwa chake kiko huku, miguu huku, mikono kule. Kitambaa kinachofuata nini? Kikoi. Anafungiwa katikati. Kikoi hicho kishafungwa tayari, kimekuwa kikoi kimetimia. Baada ya hapo tumemuinua wewe maiti? La, yuko pale pale, sivyo? Tayari kashafungwa kikoi, tunahakikisha kichwa kimeingia hapa na tunarudisha hivi. Kwa hiyo kichwa chake kitakuwa mahala hapo hivi. Sawa? Haya. Kwa hiyo tutakuwa ni wenye kuteremsha hii kanzu, teremsha safi. Ya mpaka hapo tayari kavalishwa nini? Kanzu. Lililobakia ni shuka la mwisho, sio? Sasa kabla ya shuka la mwisho kutakuwa na kitambaa kingine cha ziada. Kabla ya kanzu kuifunga, akiwa ni mwanamke atawekewa kitambaa kingine hapa cha kumfungia sehemu yake ya kifuani. Sawa? Hichi kitakuwa ni kirefu tu kuanzia hapo mpaka hapo. Hii pia ni mustahab, si lazima. Ni kitu cha kupendeza, recommended. Sawa? Kashafungiwa. Mwanamume ni ile nguo yake ya katikati pamoja na kikoi, ndio vitu ambavyo vya kuzingatia. Sasa tumeshamaliza hiyo, tumemfungia kanzu sasa Ramadhan. Tayari kanzu imeshatimia. Naam. Pamba yamekuwa pahala pamoja peke yake ama katika sehemu za siri, katika sehemu hii hapa. Tutakuja kueleza sehemu nyingine. Sawa? Kwenye makakwani kule hakuwepo. Si lazima. Unless kama kuna majeraha. Kuna vidonda, vitu kama hivyo ndio. Ya. Haya, tushamaliza hapo, kilichobakia ni guo la mwisho. Sasa kabla ya guo la mwisho kuna kitambaa ambacho ni muhimu kukiweka. Nacho ni kilemba. Hicho ni lazima hicho ustadh? Da, mustahab. Tumesema vilivyokuwa vya lazima vitambaa vingapi? Vitatu. Vitatu. Hivi vyote ni mustahab.
Kilemba kwa mwanamme, hali kadhalika ushungi kwa mwanamke. Sasa hiki kinakuja hapa hivi, kichwa chake sikiko hapa. Sasa tayari kama ni mwanamme mtamfunga kilemba, na ndio unaona mkienda kumtazama mtu ameshatayarishwa, mnaona amepigwa kilemba. Kama ni mwanamke kitakuwa kikubwa, atafungiwa ushungi. Sasa tujalie ni sehemu hiyo ya hapo, tayari kashafungwa kilemba. Sawa? Na Kinafunika utosi ama? Si lazima utosi, manake ni kupiga tu sehemu hii. Ukiwa utaweka kwenye utosi hamna mushkil, mradi sehemu yake ya kusujudia iwe inaonekana. Sawa sawa. Sasa tushamaliza hivi, sanda yetu imekamilika. Hapa kuna kitu kimoja ambacho hatujakifanya. Kuna hivi ambazo ndo tuite nini? Kamba zinakuwa zimepitishwa kwa chini. Sasa pale tukiwa tumeanza tu mapema, mnahakikisha kamba zimeshafanya kazi yake, ziko hapo. Sasa baada ya kuwa kamba zimefanyika, zitatakiwa ziwe kamba ngapi? 3. Moja juu, nyingine kichwani na moja katikati. Sawa sawa. Sasa hapa kabla hatujamfunika na shuka, tunarudi tena tunachukua karafuu maiti, kemfa. Hii kemfa ndio inakuwa marashi yake, sio marashi ya kawaida kama tunavyotumia. Sasa tukishai crush ile kemfa itakuwa inaunga kama hivi. Hii inatakiwa iwekwe katika masajidu 7, sehemu 7 anazosujudia mtu. Sehemu 7 hizo ni nini? Ya kwanza kwenye utosi. Kwa hiyo tutachukua kiasi, tutamwekea kwenye utosi wake. Sehemu ya pili kwenye mkono wake huu. Wakati ukisujudu wewe unaweka mkono hivi, kwa hiyo utapakaliwa kwenye mkono wako. Sehemu ya 3 mkono wa kushoto. Sehemu ya 4 kwenye goti la kulia hapa, kwa sababu ukisujudu unaweka goti lako, kwa hiyo tutapakaa kidogo. Sehemu ya 5 goti la kushoto. Sehemu ya 6 kwenye kidole gumba, thumb ya mguu wa kulia, na mwisho tunamalizia na thumb ya mguu wa kushoto. Hii inaitwa al-hunut au tahnit, kumtia marashi maiti, lakini kwa kutumia hii. Kwa mujibu wa wafuasi wa madhehebu ya Ahlul Bait, sasa hapa panaingia mambo ya shafaa, kuomba kupata shufaa ya waja wema. Shufaa hii hapa inayofanyika ni ya Imam Hussein, mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunachukua turba ya Karbala, udongo ambao unapatikana katika mahala alipozikwa Imam Hussein, au katika ardhi ambayo yuko Imam Hussein. Naomba kile kikombe kidogo chenye hiki. Sasa turba kama hii mathalan ambayo imetoka Karbala inakuwa yenye kuvunjwa, inachanganywa na hii kemfa na inapakaliwa katika sehemu hizo 7 za kusujudia. La, mustahab. Sawa. Hata hii kemfa ya kutia katika masajidu 7 pia ni mustahab, ili shafaa ije kwa sababu ya mtu ambaye akifanya mambo yake ibada sehemu zile 7 alizokuwa akisujudia, anapakaliwa vitu hivi. Tayari imeshakamilika. Kemfa kidogo sasa tunaweza tukainyunyiza katika mwili wake au katika shuka. Unasema ya mwanzo ndio kwenye utosi, sio kwenye paji. Masajidu 7. Unasema utosi. Kwenye paji. Kama nimesema utosi ni makosa. Ni kwenye sehemu ya kusujudia. Paji lake, mkono wake, kiganja chake cha mkono wa kulia, kushoto, goti la kulia, goti la kushoto, kidole gumba cha kulia na cha kushoto. Tumemaliza tayari? Na lazima uanze kulia. Yeah. Kwa hiyo tumemaliza, sasa tunamfunga. Sasa ndo inakuja kumfunga mwili mzima kwa shuka lile. Ile teli ya kule. Tunaanza na upande wa kulia.
alafu upande wa kushoto kwa saizi ile ya mwili wake. Tayari tushamaliza. Sasa kila kitu kinakuwa chenye kufunikwa sawa sawa. Hichi kitambaa sasa kinakuja kufunga fundo juu ya kichwa namna hiyo, kiasi cha kuweka fundo ambalo litakuja kufunguliwa katika burini. Halafu kitambaa kingine kinapita, kwa mfano hicho cha pili kitakuja hapa, na cha tatu kifunge busta. Afwan, naomba mnijibie hisi. Tafungwa kitambaa cha tatu, mpige mskoto. Kwa hiyo tayari sanda yetu imetimia. Sawa jamaa? Haya, sasa hapa tushakamilisha, lakini kuna kitu kimoja ambacho kinafanyika. Ikiwa watu wanataka kuja kumuona maiti kabla sasa hajapelekwa kuswaliwa, hususan kina mama, baada ya kutoka hapa tena hawamuoni, wanapelekwa kuswaliwa alafu kuzikwa, inaruhusiwa kabla ya kufunga fundo la kichwa, wanaruhusiwa kuja kumuona maiti, lakini anafunguliwa kiasi hicho, au kabla ya kufungwa inabakizwa sehemu hii. Sasa kama maiti kausia, kasema mimi sitaki, itakuwa ni haramu kumuona. Kama walii anayemsimamia maiti, baba yake, mume, mtoto mkubwa, babu, shekhe, kama hao wote hawako, akiona kuna madhara mwili wake yule marehemu kuonekana, anaweza kukataa pia, akasema la, mimi siruhusu, kwa hiyo haonekani. Sasa hapa pana zingatio moja kubwa, au mazingatio makubwa. Mwanamke haruhusiwi kuonwa isipokuwa na maharimu wake tu, wale wanaomhusu, ambao hawawezi kumuoa, au mumewe ambaye alikuwa ni mumewe anaweza kumuona, baba yake anaweza kumuona, babu yake anaweza kumuona, mtoto wake wa kiume anaweza kumuona. Lakini sisi ambao ni wapembeni hatuwezi kuja tukamtazama mwanamke. Jamaa, tuende tukamwone maiti. Haya, wote darasa zima mnaenda kumuona mwanamke, hairuhusiwi, sio? Akiwa ni uso tu ndo anafunuliwa sasa. Lakini penda kumwaga maisha na amefungwa wote. Okay, hakuna mushkili. Kiwa amefungwa hakuna mushkili. Na pia jamaa, si lazima kwenda, hasa kama wanawake kwenda kwa mwanamume si lazima. Kwa hiyo hilo ndo linalofanyika. Sasa tayari tukishakuwa tumemaliza, tumefunga kitambaa, mwili umeshatayarishwa. Haya, tutaanza kumbeba mwenzetu kwenda kumzika. Akiwa ni mwanamke hawezi kubebwa isipokuwa na maharimu wake. Watakuja sasa watu ambao wanahusiana naye, mumewe, kaka yake, wajomba, jamani mbebeni, watambeba. Hurma na sanctity, honor ya mwanamke iko mpaka wakati akifa. Hivyo hivyo kumteremsha mwili wake katika kaburi, hawatashuka isipokuwa wale watu waliokuwa wanamhusu. Ikiwa hakuna ni dharura, yoyote anaweza kafanya, ambao katika watu wenye heshima zao na murua wao, ambao hawatakwenda kusema chochote kinachomhusu ile mwanamke. Kwa hiyo sasa, baada ya kuwa mwili ushatayarishwa, utabebwa kwenda kuswaliwa. Salatul mayyit, salatul janaza, ni swala yenye takbira 5. Wakati mwili ukiletwa, utawekwa katikati ya wale wanaoswali, au katikati ya imamu. Imamu atasimama hapa na mwili wake ule marhumu utakuwa hapa. Kichwa kitakuwa upande wa kulia, miguu itakuwa upande wa kushoto. Kibla kama ni hivi, kwa hiyo kichwa kitakuwa kule na miguu itakuwa huko. Tumefahamu jamaa? Alafu salatul janaza itaanza. Salatul naam, kwa sababu ya time najua sasa ili somo litaendelea, kwa sababu kuna masala mengi ya kuzingatia. Kwa hiyo tunamaliza tu haraka, lakini muhimu ilikuwa ni hapa. Sasa swala jeneza itaswaliwa baada ya kuwa watu wameelekea kibla.
itaswaliwa salatul janaza. Salatul janaza ni dua, kama dua. Si lazima mtu kuwa na udhu, lakini ni vizuri awe na udhu. Si lazima kutoa viatu, lakini ni vizuri kutoa viatu. Si lazima watu wote wamswalie, lakini ni vizuri kama wataweza wote kuhudhuria. Sasa hii ni salatul janaza. Anayeswalisha yule imamu kwa mujibu wa fiki ya Ahlul Bait atasoma kwa sauti, yale maneno atasikika. Wasiojua watamkopi, watamfata, wataingiliza, watayarudia yale maneno. Sasa inahudhuriwa na kina baba, hali kadhalika kina mama. Ikiwa kuna salatul janaza, kina mama mnaruhusiwa kuhudhuria. Kina baba ikiwa mko peke yenu, kwa hiyo itakuwa imamu ataanza kwa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, baada ya Allahu akbar ya kwanza atasoma shahada 2, kisha Allahu akbar atamswalia mtume salatu ala nabii kamili, au kusema tu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Takbira ya 3 atawaombea maghfira mu'minina na mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat tabi' Allahumma bainana wa bainahum bil khairat. Dua zitaendelea pale. Allahu akbar, takbira ya 4 anaombewa maiti. Nitarudia tena. Takbira ya kwanza tunasoma shahada. Takbira ya pili salatu ala Muhammad, salatu ala nabii. Ya 3 dua ya mu'minina na mu'minat. Ya 4 anaombewa maiti. Allahumma ighfir li hadha almayit, e Mwenyezi Mungu msamehe maiti huyu. Sasa dua zote za kuombewa maiti zitaendelea. Al-aqal kwa uchache aseme tu Allahumma ighfir li hadha almayit, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Namna hiyo imetosha. Ya 4 ndio unatoka katika swala, hakuna salamu. Amin. Ya 5 Allahu akbar, swala imeisha, hakuna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zetu masuni wanafanya hivyo, ama kwa mujibu wa Ahlul Bait hakuna kutoa salamu katika salatul janaza. Homework yenu kabla ya Ustadh Ramadhani hajasema, ninataka katika darasa lijalo mje mmejua salatul mayit wa kina baba na kina mama, namna gani naswaliwa. Iwe kuna version 2, kuna namna 2, kuna swala ndefu na kuna swala fupi, kutokana na dua zinazosomwa hapa. Alalakal mjue ile fupi. Vitabu vyote vya fiki swala hii imo. Sawa sawa. Na katika ile DVD ambayo tumerekodi Mombasa iko kwenye Bilal Education website, hali kadhalika kwenye